Kwenye zogo la leo tunayaangazia makundi ya aina mbili. Kundi la kwanza ni wewe mwajiriwa ambaye umekaa kwenye deski la mwajiri ukisikilizana na KPI. Lakini kundi la pili ni wewe uliyejiajiri ambaye kitaa au wananzengo wanakufahamu kama mjasiriamali. Bila shaka utakuwa umeshajijua upo kwenye kundi gani. Na episodi hii ina lengo moja tu, kuangalia changamoto mbalimbali zinazowakumba wajasiriamali pamoja na waajiriwa na ni nini wafanye ili waweze kutoboa. Hii ni Zogo Mchongo. Karibu sana. Jina langu ni Adam Mbwana. Kila mmoja ana ndoto ila kuna nyingi changamoto. Utafuta kwanza mambo ya fedha sio kitoto. Mambo mengi kauja na maji ya moto. Hili zogo juu ya zogo. Mastori ya ukuaji wa mkwanja. Katayari kakijanja. Kutoka kila kona kila kiwanja. Sote tunakutana hapa. Mikakati ya mabusiness ndo hapa. Zogo darasa, zogo elimu. Zogo toboa. Zogo Mchongo. Zogo Mchongo. Zogo Mchongo. Wamishe wote tukutane hapa. Zogo Mchongo. Wekaka we. Zogo Mchongo. Wesista we. Zogo Mchongo. Wamishe wote tukutane hapa. Zogo Mchongo. Zogo la leo linasema ushindwe wewe tu kutoboa. Na kulinogesha zogo hilo, tuko na madam mjini mwenye profile yake, bosi kubwa, Haika Lawere. Karibu sana madam. Asante sana Adam. Unajisikiaje kwa kwenye Zogo Mchongo? Najisikia vizuri sana. Ndio. Umetunyima nini huko unakotoka? Vyakula, vinywaji, okay, starehe, burudani, malazi. Hadi njaa imeniuma ghafla. Okay, sawa kabisa. Karibu uje ukijipatie. Shukrani sana. Mazuri. Sasa madam, sisi watu wa mtaani tunakujua wewe kama mfanyabiashara mkubwa mjini. Ndio. Lakini huwezi ukaamini, niko na AI assistant wangu anaitwa Ele. Anakufahamu vizuri kuliko hata wewe unaweza kujifahamu. Okay. Unataka kumpa hiyo challenge? Nataka kumpa hiyo challenge. Aniambia ananijua nini kuhusu mimi. Basi Ele, kwa ufukunyuku wako unavyokujua, yani ukimpa profile ndogo madam Haika tutagombana. Hebu tuambie nini unajua kuhusiana na madam Haika? Adam, Haika Lawere ni mjasiriamali mashuhuri wa Kitanzania na mmoja wa wanawake wanaotambulika katika sekta ya huduma za hoteli na matukio. Haika ni mkurugenzi mtendaji na mmiliki wa Embassy Garden Hotel and Conference Center jijini Dar es Salaam, biashara ambayo ameiongoza na kuikuza kwa miaka mingi kupitia huduma za hoteli, matukio na sherehe mbalimbali. Safari yake ya biashara haikujengwa na wazo peke yake, bali kwa kufanya kazi kwa bidii, kuelewa wateja, kusimamia watu, kuboresha huduma na kuendelea kuipa biashara nafasi ya kukua hata pale mazingira yanapobadilika. Safari yake inatufundisha kuwa si kila mtaji huanza na pesa nyingi. Na jambo la kufurahisha zaidi kuhusu Haika ni kwamba mbali na shughuli zake za biashara, yeye ni shabiki mkubwa wa muziki wa Ragamuffin, aka dancehall. Surprise. Ningekuwa na muziki hapa ningeonyesha kabisa. Haiwezekani. Dance floor. Huu muziki ulikuwa maarufu sana miaka ya 90. Ya dancehall. Unasema kuna Shaggy. Msanii gani alikuwa anakukosha zaidi kwenye dance floor? Yule alimbaga nyezi mshanitoka jamani, Bombastic. Hebu unaweza tukalipiga ngoma kidogo tukaenda. Sasa ungetuwekea ndio tungecheza kwenye kiti. Na twende. Mr. Bombastic, very fantastic. Smooth. You know? Yeah. Umetisha sana. So hiyo ndio ilikuwa inachezwaje kwa mfano? Mara nyingi ilikuwa it's more of the so twerking mnaita au whatever it is, West dance, a mixture of that. Kwa lazima uko iname kidogo. Umetisha sana. Unaenda zako chini, unaenda miguu, mikono, kiuno. Ilikuwa it was more of kiuno na hizo his thighs and legs. And it was more of the lower part. Okay, so Haika, kwa niaba ya watu wote wanaokutazama ambao wangependa kujifunza kutoka kwako siku ya leo. Ndio. Labda utuambie experience yako. Mtu anawezaje kujua kwamba kitu anachokifanya ni sahihi na kinaweza kufanikiwa? Na kwa upande wako wewe ilikuwaje? Kuna namna ambayo unaweza ukaangalia soko, kwa sababu zamani kwa mtu unatakuwa na passion au wetu na wazo tu, lakini utakuwa uanishe wazo lako na hitaji ya soko. Kwa basically watu wanaofanikiwa haraka ni watu ambao wanaona mahali pana uhitaji, pana fursa, pana soko, pana shida, pana matatizo, pale ndo pana hela. Labda mji huu wa Katoro kwa mfano, hakuna restaurant nzuri. Basi wewe kama ni mwekezaji au ni mtu ambaye una idea ya kupika chakula vizuri, nenda pale kapike chakula. Kwa hiyo ni muhimu ukajua ya kwamba
mahitaji hasa ni yapi. Leo ukishaanza kujua, tengeneza package hiyo bidhaa yako au hiyo huduma yako au hicho kitu chako kuenda kuhudumia hilo nini soko. Hilo soko. Na mimi ndio naona mtazamo. Haika sisi kwa nje tukiangalia biashara yako tunasema mambo ya mibumu, biashara ya ukumbi bwana, kuna mwingine anaweza akakuiga akasema mimi nataka nifanye kwa sababu Haika amefanikiwa na mimi nataka nifanikiwe. Lakini kwa ndani ambaye wewe muhusika, changamoto zipi ambazo unakumbana nazo? Biashara ya ukumbi na changamoto tena especially kwa sasa hivi kwa sababu aidha kumbi zimejengwa labda nyingi lakini uzuri kumbi zinajengwa nyingi lakini sio zote zina levels moja in terms of standards, quality na delivery services. Lakini kumbi zimejengwa nyingi. Cha pili, wateja there is a way sisi tulikuwa tunafanya sherehe zinaweza kuanza Jumatano mpaka Jumapili au Jumanne mpaka Jumapili. Siku hizi sherehe mara nyingi labda ni utapata moja katikati ya wiki, moja Jumamosi, basi sherehe hizi mbili. Kwa mtu ambaye anataka kuingia kwenye hii sekta ya ukumbi either ajenge kwenye very prime location, labda Msasani kwa hapa Dar es Salaam, yani sehemu ambazo mijini kule ambako kweli kuna watu. Akijenga huko mbali ni ngumu kupata wateja. Cha pili, ajenge ukumbi ambao uko tofauti na wengine, labda uwe unique na special kwa katika namna fulani. Lakini cha tatu, kama unachukua mkopo unategemea ule ukumbi ndio urudishe mkopo peke yake, unaweza ukashindwa kwa sababu wingi wa yani sherehe haziko nyingi kama ambavyo zilikuwepo zamani. Kwa hiyo kiukweli ina competition ya hali ya juu, ushindani ni mkubwa sana. Na kama mtu anachukua mkopo kujenga ukumbi sasa hivi kwa hapa Dar, ajiandae kujenga aidha sehemu ambayo ni very very prime, au ajenge ukumbi mzuri sana na uko very special. Haika unawafanya kazi? Nafanya kazi ndio. Unawafanya kazi wangapi? 42. Unawafanya kazi 42. Hebu tupe umiliki wa wafanyakazi 42, hali ikoje? Changamoto gani kubwa kwa sababu wanakuja na tabia tofauti tofauti, skills zao kuna wengine zinakuwa zipo vizuri, zingine zipo chini. Kwa hiyo unapokuwa unafanya kazi, of course unapopata wafanyakazi wapya either 2 au 3, unatakiwa wa train ili waweze wajue ile culture pale, lakini pia kwa upskill, yani kuhakikisha kwamba skills zao zina match na jinsi mimi ninavyoendesha biashara zangu kama ni za chakula na mambo kama hayo. Ila mimi natushukuru wale ambao nimekaa nao miaka mingi wanajua kazi zao, especially mimi sekta ya wapishi. Managers wangu wale ni watu ambao wamekaa nao miaka mingi. Kuna mpaka miaka nao miaka 20, wengine miaka 15, wengine miaka 10. Tunasikia wapishi ndo wameshikilia siri zile. Yaani kwa mfano mpishi ananipikia sisi pilau, tuko nayo almost miaka 22. Lazima pilau lako liwe na ladha ile ile. Anayepika beef ni miaka mingi sana, nimepiga 23, 24. 23. Wana almost wana umri sana hoteli. Okay, kwa hiyo mlianza sana. Kwa sababu hiyo hoteli ni miaka 32. Okay. Kwa hiyo hao walikuja miaka ya mwanzoni ya hoteli. Okay. Yes. Mpaka leo wako pale. Mpaka leo. Inaonekana wewe ni bosi mzuri sana. Nashukuru sana. Okay, sawa. Aisee, madini ni mazito sana. Asante sana Haika, kwa kweli umetuweka wazi. Na haya yule ambaye ana ndoto za kuanzisha biashara kama kwako, bila shaka atakuwa amejua kwa kuanzia ni wapi. Anaweza kujua kwa kuanzia. Naweza hata nikamwelekeza zaidi. Shukrani sana Haika. Twende kwenye mapumziko mafupi. Tukirudi tutakuwa tuna mgeni mwingine, Emmanuel Kafui. Okay, asante sana. Emmanuel Kafui. Asante. Karibu sana Zogo Mchongo. Asante sana. Unajisikiaje kuwa hapa? Najisikia furaha kubwa kuwepo hapa. Ni mara yangu ya kwanza. Okay. Mnatunyima nini Arusha? Utalii. Mambo wazungu wametapakaa. Wazungu wametapakaa. Kwa zile pesa ndogo ndogo zipo. Dola. Zimezita pesa ndogo ndogo. Ndio maana nyingine kuna sehemu hela haziji, sasa tumeshindwa kuziheshimu. Hela ndogo ndogo. Inatakiwa uheshimu kwanza. Unatakiwa uheshimu kwanza, hela ndio ije. Sawa sawa. Sasa Emmanuel, mimi ndugu yako kabisa na kufahamu kabisa kindaki. Lakini wapenzi watazamaji na dada yetu Haika angependa akujue. Sasa kuna vitu vingine ambavyo mwenyewe waga unavificha, unahisi kama hatuvijui, lakini leo AI assistant wangu anakuweka hadharani. Ananianika. Unabisha? Tuone. Okay. Tupe mambo ya Kafui. Ni nani huyu bwana? Emmanuel Kafui ni meneja biashara wa kanda ya kaskazini benki ya CRDB, ambaye kwa miaka 16 amekuwa akihudumu kwenye taasisi hii kiongozi. Alianza kama afisa mikopo wa tawi la Singida na baadaye kama meneja mahusiano wa wateja wa kati katika kitengo cha biashara makao makuu ya CRDB, kipindi hicho yakiwa Azikiwe Posta Mpya, Dar es Salaam. Halafu baadaye meneja mahusiano wa wateja wa kati kanda ya kaskazini hadi alipoteuliwa kuwa meneja wa biashara kanda ya kaskazini, ambapo ndiyo sasa anafanyia kazi. Kwa kufukunywa kwangu, nimefanikiwa kufahamu kuwa Emmanuel Kafui nje ya suti na tai, yeye ni kwaya master mzuri sana, yani ni kiongozi wa kwaya. Kwako Adam.
Haiwezekani. Asante Ele. Asante sana. Kwa hiyo mbona nilikuwa silijui Kafu. Unaimbia wapi? Usharikani kwetu. Usharikani kwetu. Hebu nipe kivoko kidogo tukisikie pa. Tupe voko kidogo. Kivoko kidogo. Tupe kivoko kidogo tubarikiwe na sisi. Mwamba wa wakati wako ni tajificha. Unaona? Hiyo yenyewe hiyo. Umetisha sana. Sasa Kafui, na swali la kwanza kwako. Hebu tupe mbinu leo. Kusurvive na mshahara mwezi kwa mwezi, unahitaji mbinu gani? Kwanza huko mtaani watu wanasema mishahara ikikutana ni kiherehere. Kwa hiyo kwa kweli ndio changamoto kubwa ya wafanyakazi kwamba mshahara mmoja kuona mshahara mwingine. Kuna mchekeshaji mmoja alikuwa anasema yani mshahara hutaki kuona giza mbili. Okay. Unatakiwa giza moja tu uondoke. Lakini mimi nafikiri kuna mbinu chache ambazo zinaweza kukusaidia. Ya kwanza ni kufanya maamuzi kabla ya kupata pesa. Unajua kwa bahati mbaya watu wengi wanafanya maamuzi kuhusu mishahara yao baada ya mshahara kuingia. Kwa maana yake wakati unaingia pale wewe kila kinachokuja unafanya maamuzi. Lakini kimsingi unatakiwa uwe na uwezo mzuri wa kufanya maamuzi kuhusu mshahara wako. Maana tarehe mshahara sinajulikana. Kwa hiyo mshahara huu ukifika uwe unafanya. Lakini jambo la pili ambalo ni muhimu sana ni kuweka vipaumbele. Vipaumbele gani vya sasa, vya kesho na vya muda mrefu. Kwa sababu kwenye kila fedha unayopata kuna mbegu na kuna hela ya kula. Okay. So ile mbegu inatakiwa kuwekezwa ili izae tena. Alafu kuna ile ambayo ni ya matumizi ya kila siku. Sasa pia yale matumizi ya kila siku ni matumizi gani ya msingi ya kwako, yapi ya kesho, yapi ya kesho kutwa. Kwa sasa hivi vipaumbele vyako ni vipi na kuelewa namna gani ambavyo unaweza kuviwekea. Lakini jambo la tatu ambalo sasa ndio linajenga msingi wa hayo mawili ni nidhamu. Okay. Uwezo wa kuwa na nidhamu ya kusema hapana, sababu nidhamu ya kusema ndio ni nyepesi. Lakini ya kusema hapana, kwa bwana haya matumizi sasa hayakuwepo kwenye vipaumbele vya kwetu. Sasa bwana mwaka huu sina. Bwana Adamu wewe ni rafiki yangu sana, lakini mwaka huu sikuwa nimepanga kukuchangia harusi. Wewe oa, lakini sitakuchangia. Harusi ya kwangu. Wewe nakununia mwaka mzima. Sasa na ndio kinachotuogopesha wengi. Kwamba bwana huyu ni rafiki yangu, kuna vitu vingi unafanya, lakini havikuwa kwenye kipaumbele chako. Ile nidhamu ya kusimamia kile ulichopanga ndio inafanya mabadiliko. Madini ya leo ni mazito. Na ninachokipenda kwenye hii conversation ni kwamba hapa kuna mmoja mfanya biashara na mmoja ni mwajiliwa. Kwa hiyo unaona sema uzuri tunaongea lugha moja, hicho ndio ninachokipenda. Kwamba kuna vitu ambavyo vinafanana. Sasa asanteni sana. Huu ni muda mwafaka kwenda kwenye break. Tukirudi tunaenda kupata mchongo wetu siku ya leo. Sawa, asante. Hivi wewe hii ishawahi kukukuta? Hebu sikiliza story ya kiredio. Hivi ushawahi kutamani muda urudi nyuma ili usoti jambo? Ashawahi kunikuta. Nimwalika bebi wangu kwenye date, ghafla mwanamke yule si akaja na mashoga zake. Sitosahau ile siku mfukoni nilikuwa na 100,000 tu. Hiyo nilijua ingetusoti misosi na usafiri. Bwana we, mashemeji wanakula kama mchwa. Nilitamani muda urudi nyuma ili nikumbuke kubeba pesa za ziada au ni cancel day. Bwana, usirudishe muda nyuma, komboa muda wako sim banking kimpango wako. Lakini ukiwa sim banking ya CRDB, kutotamani muda urudi nyuma, bali utaukomboa muda wako. Situation kama hii, nafungua zangu sim banking app muda wowote. Kama nimeishiwa naomba salary advance hadi nusu ya mshahara au mkopo wa jinasue hadi $1,000,000 faster. Kisha namaliza kulipa hapa ya CRDB kwa kuskani au kuweka namba ya malipo. Unasema sim banking kimpango wako. Pakua sim banking au piga *150*03 reli ufanye miamala kujishindia safari kwenda Ulaya. Sim banking kimpango wako. CRDB Bank, tunakusikiliza. We are back. Na huu ndio ule muda wa kupata mchongo wetu wa leo baada ya kupiga zogo kwa muda mrefu. Na atakayetuletea mchongo si mwingine bali ni AI assistant wangu. Ele. Ele, tupe mchongo wa leo. Umetuandalia nini? Adam, mchongo wetu wa leo ni akaunti za wajasiriamali na waajiriwa. Tumeona nafikiri ni akaunti za wajasiriamali na waajiriwa. Ndo kategori kwa. Sasa tunakuja hapa kwa mwajiriwa. Konki kabisa miaka 16. Kafue, hebu tuambie benki ya CRDB ilikuwa na maono gani kuanzisha hizi akaunti za waajiriwa pamoja na wajasiriamali?
Kwanza ilikuwa ni kujibu changamoto ambazo ziko kwenye soko. Kwa maana yake ni kwamba kuna mahitaji ambayo wafanyakazi au waajiriwa wanayo, alafu kuna mahitaji ambayo wafanyabiashara au kwa ujumla wake wajasiriamali. Unajua uzuri wa wajasiriamali wana include pia na wafanyabiashara ndani yake. Kwa hiyo maana yake ni kwamba haya makundi yote mawili yalikuwa na mahitaji fulani. Kwa benki ya CRDB iliona ili kuyafikia hayo mahitaji kwa urahisi, lazima tutengeneze bidhaa ambazo zinaweza au akaunti ambazo zinawawezesha hao wote kupata huduma katika hayo makundi, lakini kwa kutegemea na mahitaji yao. Sawa. Umejibu vizuri sana. Sasa kama ilivyo kwenye Zogo Mchongo season 4 katika episode nyingine zote zilizopita, tumeanzisha segment mpya ya mtandaoni, ambapo mbali na sisi kuwa hapa kuzungumza, lakini kuna wale ambao wako mtandaoni wana maoni na experiences tofauti kulingana na either ni waajiriwa au wale ambao wamejiajiri wao wenyewe. So tutakwenda mtandaoni, tukutane na mwanamtandao maarufu, content creator ambaye tunamfahamu kwa jina la Ndutu. Alafu yeye atakwenda kutusomea maoni ya wanamtaa au huko mitandaoni wanasemaje. Tuende kwenye commercial break fupi. Tukirudi tunaingia kwenye segment nyingine ya moto kabisa. Zogo Mchongo. Tumerudi tena. Show ni Zogo Mchongo. Upo sehemu sahihi kabisa kwa ajili ya kupata maarifa tofauti ya masuala ya kifedha. Na segment inayofuata sasa hivi inaitwa mtandaoni, ambapo tunaenda kusoma maoni, experiences tofauti, changamoto za wafanyakazi, wale walioajiriwa pamoja na wafanyabiashara. Na anayekwenda kutuendeshea zoezi hilo si mwingine, wengi mnamfahamu kama Ndutu. Huyu bwana ni mwanamitandao maarufu sana, content creator wa kibabe sana wa nyota 5, lakini pia ni mchekeshaji. Ndutu, karibu sana Zogo Mchongo. Asante, na niwakaribishe huku mtandaoni. Na niwaambie mtandaoni ni sehemu ambayo hatutaki kuwa usiliasi. Ukija huku njoo kuwa serious. Lakini uko haya maisha yataki usiliasi. Piga roho kama kiaje. Karibu sana bwana. I say. Haika mbona mambo Nibaki nashangaa. Nibaki unashangaa. Sikutegemea. Usishangae, huko ndo mtandaoni. Unaweza kumkuta tu mtu yupo hivi. Haya maisha yataki. Na anaingiza mamilioni. Baadaye anakupa lipa namba. So kabla tukienda hapo kwenye kichwa kuleta Ndutu, mimi na swali kwako. Manza yuko hapa, nataka ujibu wewe mwenyewe. Ndio. Style yako ya content unazofanya mtandaoni inakuwa inspired na nini? Cha kwanza kabisa ni njaa. Mtu yeyote ukiona anafanya kitu chochote umenishinda. Njaa. Sasa hata nakwambia bwana umejitolea hapo. Wala siwezi kufanya hivyo. Kwa hiyo cha kwanza ni hicho, lakini cha pili nafikiri ni ile wito. Yaani mimi nikiwa nafanya comedy nachekesha watu, labda natoa ujumbe kwa njia ya vichekesho, na feel happy na feel good. Kwa hiyo kufanya kitu chochote kile. Haya, twende sasa. Wana mtandaoni wanatuambia nini? Bana, mtandaoni ni usiliasi katika haji, sio usiliasi. Sasa hivi kila mtu mfanya biashara. Sawa. Yaani kila mtu, huyu anauza vipodozi, kuna wengine hadi wanauza miswaki used. Yaani jamani, miswaki used kweli? Hebu tupe hiyo page. Ana hivyo. Tena waga hadi anapenda kucomment. Na hapa nimeona comment zake, anauza miswaki used, haijatumika sana. Wewe utajua unaianza nayo vipi? Basi sawa. Swali letu la kwanza linasemaje? Swali letu la kwanza bana, anasema hivi: tangu niajiriwe, emergency ndo zimekuwa nyingi. Mara dogo anataka Bunsen burner, niliifanyaga hii shule hiyo. Mara mjomba wa Goba kameza shoka, mara mwenye nyumba kapandisha kodi. Nifanyeje ili hata na mimi nipate, nifanyeje hata na mimi nifurahie ajira yangu? Anauliza. Hili swali linaenda moja kwa moja kwa Kafui. Hebu tupe mbinu. Anaitwa nani kwanza huyo? Huyu hapa bana anaitwa Imani. Mnafanana majina. Wakina Ima. Wakina Ima wana shida gani? Emmanuel. Emmanuel tuambie. Nafikiri sasa hapo ndo CRDB anapokuja na suluhisho. Sawa. Kwanza huyu bwana Emmanuel ajiunge na benki ya CRDB, afungue akaunti ya mshahara. Na mshahara wake ukiwa unapita CRDB, dharura kama hizi zinapotokea, ana uwezo wa kupata mkopo wa salary advance ambao ni nusu ya mshahara wake. Nusu ya mshahara. Anaweza kupata nusu ya mshahara wake, lakini kizuri chake zaidi ni kwamba hata hahitaji kujaza fomu. Ni kidijitali kwenye kiganja chake. Anaweza kuomba hiyo 50% ya mshahara wake, akaweza kusaidia basi huyu ambaye ameharibu Bunsen burner, mjomba aliyepata changamoto, akamwezesha kufanya hivyo. Na hiyo itakuwa nzuri sana, lakini pia itamjengea uwezo wa yeye kuendelea kuwa na heshima kwenye familia yake na kutatua changamoto. Sawa sawa.
Mjomba Agoba amepona hapo sasa. Mjomba Agoba nadhani wewe mmesikia. Bwana Emmanuel, hichi kitakusaidia. Bwana mimi niko na mwenye nyumba wangu. Kila zikifika tarehe za kupokea mishahara, anaposti wapangaji wake. Aya? Wanangu sana. Kwamba hao ni wanangu sana. Yaani alikuwa anajua kucheza na sisi. Alikuwa anajua kucheza na akili zetu. Swali la pili. Swali la pili. Tunaenda kwa swali la pili linasema hivi. Sasa huyu ni mwanadada. Bwana isome kwa sauti yake. Mimi ni mjasiriamali. Najitahidi sana kutunza pesa zangu na kuandika mahesabu yangu yote kwenye vitabu. Ninalo hadi daftari la kwanza nilipoanza. Shida ni kwamba sio ni faida. Sipati mkopo na ninakoelekea nahisi nafunga hili benki. Naombeni mnipe ramani mwenzenu. Kama wana mtandao kuna watu walikuja wakamjibu hapa. Unataka ramani ya East Africa au Afrika? Unajua mambo sio ya kucheka lakini yaani mtu ana changamoto. Anajiita shoe baby. Shoe ukiweka paka mwanzo inakuwa paka shoe baby. Okay, sawa. Shoe baby. Tunarudi tu kwa Kafui. Unamsaidia shoe baby kwenye changamoto kama hii? Ninacho sisi kama benki ya CRDB kama nilivyosema pale mwanzo, tuna bidhaa au tuna akaunti ambazo zinatoa majibu au suluhisho kwa changamoto. Okay. Ukimsikiliza mteja wetu hapa ana changamoto mbili. Okay. Ya kwanza ni changamoto ya mtaji. Lakini changamoto ya pili ni ya uwezo wake wa kupata taarifa vizuri za mahesabu ya biashara yake. Kwa hiyo hapo kwanza, changamoto ya kwanza ya mahesabu, anafungua akaunti ya hodari. Okay. Akaunti ya hodari kama ambavyo neno hodari lenyewe nasema ni msingi imara. Msingi imara. Kwa hiyo unamwezesha yeye kupata taarifa za mauzo na matumizi. Sawa. Lakini pia hodari hiyo inakuja na lipa namba. Kwa maana yake ni kwamba atakuwa anaweza kupokea malipo kutoka mitandaoni, lakini akipokea yale malipo kwanza inaingia kwenye akaunti, lakini pia anapata taarifa kwenye simu yake ya mkononi. Kwa hiyo tayari anakuwa na taarifa. Kwa hiyo anaweza kwa ufupi kabisa kuelewa mapato na matumizi ya biashara yake. Kwa hiyo changamoto hiyo atakuwa ameondoa. Sasa changamoto ya pili ni ya mtaji. Sawa. Sasa ukishakuwa na hodari au akaunti ya hodari ya benki ya CRDB, unaweza kukopa mpaka milioni 50. Sawa? Okay. Ambayo bila yani mpaka milioni 50 kwa masharti nafuu ya dhamana. Sawa. Kwa maana ni kwamba pia tutakuwa tumetatua hiyo changamoto namba 2 ambayo yuko nayo. Kwa hiyo nafikiri benki ya CRDB imeweka hizi huduma vizuri kabisa kwa ajili ya kujibu changamoto ambazo zipo kwenye masoko yetu, na kwa maana yake ni kwamba wateja wetu wanaweza kuendelea kutembelea matawi yetu wakapata huduma vizuri kabisa ya kujibu changamoto zinazo. Sawa, shukrani sana Kafui. Sasa huyo ni kwa shoe baby ambaye yeye anaonekana bado ni mfanyabiashara mdogo ambaye umesema yeye ni hodari, account inaweza ikamfaa. Vipi kwa wafanyabiashara wakubwa kwenye hadhi ya dada Haika hapa na wengine? Wao naona wameshavuka kwenye hiyo cap ya milioni 50. Mimi mbona niki kwenye mfano? Unawasaidia vipi? Mimi mbona niki kwenye mfano? Mbona fanya biashara ya vituko? Sinauza vichekesha mtandao. Hivyo vimerahisishwa kweli. Ana project kwa ajili ya watu kama hao. Basi mtu anzie hapo. Sasa unajua ndugu mimi amenifurahisha. Mtu aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Sasa wewe ulikuwa unamshusha. Yeye yuko juu pale kwa kina Haika. Kwa hiyo nampongeza sana. Nisamehewe. Unachukina mimi. Kwa hiyo kwenye hili kundi jingine tunazo akaunti maalum za biashara. Sawa. Ambazo pia nazo yenyewe zinakuja na hiyo mifumo. Lakini inaongezeka. Ukiacha lipa namba, unaweza kuwa na mashine hizi za kuchanja. Lakini mifumo ya kulipa ya kukusanya hela kutoka nje inaitwa e-commerce inawezesha kufanya. Lakini pia na viwango vya mikopo sasa vinaongezeka zaidi. Kwa hiyo hii pia tunaangalia mahitaji ya mteja. Kwa sababu hawa wateja unajua uzuri wa wateja wakubwa kama kina Haika, mahitaji yao ya kibiashara wanayafikiria kesho. Sawa. Umeelewa Kwa hiyo maana yake ni kwamba anajua kabisa baada ya miaka 2 3, umemsikia pale mwanzo akisema kwamba mahitaji ya kumbi yamebadilika sana kwenye jiji letu la Dar es Salaam. Kwa hiyo maana yake atakapoanza kufikiria kujenga kumbi za miaka 10 itakayohitaji mahitaji ya miaka 10 ijayo, maana yake sisi kama benki ya CRDB tuna uwezo mkubwa wa kumwezesha
Sawa sawa. Kumwezesha kufanya hicho kitu ambacho kitakidhi mahitaji kwa miaka 10. Lakini pia bwana Ndutu, mahitaji ya kidijitali. Tuna hizi akaunti zetu zinaweza kuzitumia kidijitali. Sawa sawa. Kwa maana yake ni kwamba pia na mikopo hii utaweza kuipata kuboresha mahitaji yako ya kidijitali, kwa sababu sisi ukishakuja na wazo tu sisi tunaweza kuendelea kukusaidia. Naam. Wewe mfanyabiashara ambaye uko nyumbani, nafikiri utakuwa umepata somo zuri zaidi kwamba kama tatizo limkuta Shoe Baby, anaitwa Shoe Baby, si ndio? Mikopo ipo jamani, benki ya CRDB. Lakini je, wewe kwenye biashara yako umeandaa mazingira gani ili uweze kukopesheka? Na je, katika kukopesheka huko kwenye akaunti gani unafollow? Hapa mko Kafui alikuwa anatuambia. Lakini sasa kabla hatujamaliza, tunaenda kwenye segment nyingine ambayo ni ya mwisho. Hii bwana inaitwa Mchongo Challenge. Ndio. Last week tulikuwa tuna challenge ambayo ililetwa na Zaiki. Yeye aliuliza swali kutokana na mchongo uliokuwepo last week, likaenda kwenye mtandao, wana mtandao wakalishambulia, wakajibu, tukapata mshindi. Sasa basi twende tukamwone Zai atuambie mshindi wa challenge yake ni nani. Alafu tukirudi sasa, Ndutu atatupa swali la wiki hii. Sawa. Nafurahi kumtangaza mshindi jamani, mshindi wa swali lilopita la Zogo Mchongo jamani, ni Onei 1823. Ongela sana tena sana jamani. Hadi sio talisebe jamani, nafurahi sana kumtangaza mshindi wangu. Ongela sana Onei. Okay, shukrani sana Zaiki Jiwenongwa na hongera kwa mshindi wa wiki iliyopita. Ndutu, kazi kwako. Hebu tuambie wiki hii una swali gani kwa wanamtandao? Sasa challenge ya wiki hii jamani ni simple sana sana. Natamani na mimi nishiriki. Wewe sasa vigezo na masharti vizingatiwe. Kwani kwa kitu ndio nikatalia. Wengine wamekaa tena niangalia. Basi hataki muamala usome. Okay, basi mshinde nyie guys, mshinde nyie. Swali ni hili hapa jamani. Ni tarehe 20, yani zile tarehe za jioni kwenye mwezi. Tunajua hizo tarehe zinaelekea mwishoni kupokea mshahara. Njakari. Unapokea simu. Bwana mama anaumwa, amelazwa. Wewe kama mtoto wake wa kwanza ambaye ni tegemezi, inatakiwa shilingi 200,000 kwa ajili ya matibabu ya mama. Okay. Sasa challenge. Wewe kama mwajiriwa katika duka la Mr. Chu, ambaye mshahara wako wewe unaupata kupitia benki ya CRDB, utafanyaje? Okay. Speaking of Mr. Chu jamani, kwanza kabla hujaendelea, unaona mguu? Unaona lakini ilivyopendeza. Huyo ndo Mr. Chu. Labda huyo ndo ule mzungumzia wewe. Huyo Mr. Chu, kama kuna mwingine zaidi ya huyo aliyenivalisha mimi ambaye iko pale Mwenge, basi huyo ni wa kuchemsha. Nikawaza huyu nguo katoa wapi? Kumbe basi nilikuwa mtu kama wewe lakini sikuwa na uhakika. Turudi kwenye challenge yetu. Turudi kwenye challenge. Utafanyaje? Cha kuzingatia. Sawa. Ni tarehe 20 kupanda. Mama anaumwa, inatakiwa 200,000 na wewe huna kitu kabisa mida hiyo. Lakini wewe bana ni mfanyakazi kwenye duka la Mr. Chu, ambao mshahara wako unaingiaga kupitia benki ya CRDB. Jamani. Ni sio nijibu. Sasa hiyo tuiache kwanza. Mimi nashukuru. Swali nafikiri limeeleweka. Na sasa wewe ambaye uko mtandaoni, ili swali muda si mrefu baada ya show hii kuisha utalikuta kwenye account ya Instagram ya CRDB @CRDBankPLC. Kwa wa kwanza kulijibu kwa usahihi kabisa, alafu tukutane wiki ijayo, Ndutu atatangaza mshindi wake. Cha kuzingatia tu pia, wakati unajibu kisha fuata hayo maelekezo, usisahau kufollow ukurasa rasmi kwa CRDB. Amen. Unaona mkao mmepatia wengi, lakini kigezo tukaangalia tu nani amefollow. Umefollow. Follow. Basi hilo limeisha. Na nafikiri Ndutu ameshakuelewa sasa. Asante sana. Kama unanifuza. Jamani, umesema unataka kwenda kulishambulia ile swali mtandaoni, ukichelewa. Bye. Ndo naondoka sasa. Haya, ameshakuwa. Anyways, wapendwa, tuendeni kwenye break fupi. Tukirudi tunakuja kumaliza. Sawa. Asante sana Aika. Asante sana Emmanuel. Kwa kweli tunawashukuru kwanza kwa kutenga muda wenu kuja kushare experiences zenu na nini na michongo ya leo. Lakini kabla hatujafunga show yetu, labda nije kwako kwa Aika, neno moja la mwisho. Unawaambia nini?
niseme tu kwa watazamaji ya kwamba sasa hivi fursa ni nyingi, uchumi umeimarika, au mzunguko wa hela ni mkubwa. Kwa hiyo tuchukue fursa hii ya mzunguko mkubwa wa hela kwenda maeneo mbalimbali, kuendelea kutafuta namna ya kufanya biashara. Na ili tuweze kukopesheka, lazima tutumie mitandao, tulipie kwa kutumia kama ni lipa namba, kutumia akaunti zetu, ili wakati tunapokosa tumeshaanza kuwekeza, ghafla tunahitajika mtaji mkubwa, kama atakuwa ni supply kitu fulani. Ukute tayari napeleka statement yangu, unajata vitabu wala niwe print tu statement, si ndio kakangu? Una print unapeleka. Kwa kipindi hiki ambako mzunguko ni mkubwa, tuende kwenye maeneo ambayo tunajua kabisa kwamba hapa pana mzunguko au kuna biashara hii. Cha pili ni matatizo. Kwenye matatizo ya watu, hapo ndipo penye pesa. Kwa hiyo nenda kwenye maeneo mbalimbali. Nenda huko kama tulivyosema Mtwara, sijui umeenda wapi, popote pale Tanzania nzima. Kaangalia pale panakosekana kitu gani? Panakosekana saluni, fungua saluni. Hapa ninavyoongea na wewe hapa tunahangaika sana kupata kumbi za sherehe. Then ongea na hivyo, yani tuwasiliane kuhusu fursa mbalimbali wa Tanzania ili tuweze kutawanyika kwenda huko ni Tanga, labda ni wilaya fulani, ni hivyo. Kwa mimi niseme tu kwamba fursa ni nyingi, mzunguko wa hela upo, tusiseme kwamba hamna. Unajua ukiwa una fikra hasi kweli hutaiona, lakini ukiwa na fikra chanya na ukaenda kwenye maeneo ya kimkakati, nakwambia hela utaiona. Sawa. Kama kuna neno umemfurahisha leo Kafuru, kumwambia suti yake nzuri, kumwambia suti, yani amesmile mpaka jina la mwisho. Mpaka kiatu, yani kila kitu kiko on time, mpaka basi atanitambia basi. Kafuru, kwa upande wako? Na mimi Adam, nafikiri napenda kuwakaribisha watazamaji wetu kwamba benki yetu ya CRDB inatoa majawabu kwenye kila changamoto ya kifedha au ya kibiashara ulionayo. Kwa nawakaribisha watembelee matawi yetu, wafike, waone. Tuna masuluhisho kwa ajili ya wajasiriamali, tuna masuluhisho kwa ajili ya wafanyabiashara, tuna masuluhisho kwa ajili ya wafanyakazi. Tuna masuluhisho pia kwa wale ambao hata bado ndo wanawaza nifanye kitu gani. Tunayo masuluhisho. Kwa hiyo nawakaribisha sana watazamaji wetu kuja kushiriki, kupata huduma zetu na kupata majawabu ya changamoto walizonazo. Sawa, asante sana Aika, asante sana Emmanuel. Na mpaka kufikia hapo hatuna la ziada kwenye Zogo Mchongo wiki hii. Lakini sikuachi hivi, ila nakuacha na mshikaji wangu wa nguvu Sally, ambaye yeye anakuja kukufundisha jinsi ya kutengeneza QR code kupitia sim banking, wewe ukiwa kama mfanyabiashara. Mimi ni Adam Mbwana, tukutane next week. Zogo Mchongo. Ukiwa mfanyabiashara kwenye zama hizi za kidijitali, unahitaji kujiongeza. Karibu kwenye How To aka Jinsi Ya, na leo nitakuongezea kitu kitakachoongeza thamani kwenye eneo lako la biashara. Kinaitwa Lipa Hapa. Lipa Hapa ni mfumo wa malipo kutoka benki CRDB unaruhusu malipo kwa wateja wa mitandao yote na wateja wa benki zote. Unaipataje? Ingia kwenye sim banking app ya CRDB, alafu scroll hapo juu kwenye huduma zaidi. Kisha chagua mfanya biashara, alafu kisha chagua tengeneza QR, alafu jaza taarifa. Katika taarifa utakazojaza utachagua uletewe ama unaitaka ya mtandaoni. Kisha bofya endelea. Ukishabofya endelea hapo utapata QR yako au lipa namba yako. Hiyo lipa namba yako unaipata sasa. Wateja wako wanaitumiaje? Wateja wako na wenyewe wataingia kwenye sim banking app ya CRDB au mtandao wowote, au wakiwa na lipa namba ile, kwa sababu ushawekea, wanaweza wakaiandika au wanaweza wakascan kiurahisi kabisa, wakamaliza malipo na wewe utakuwa umejiongeza. Kwa hiyo kuna kitu kingine kimoja ninachotaka nikwambie cha nyongeza baada ya wewe kujiongeza. Kitu chenyewe ni usiseme sijasema. CRDB Bank, tunakusikiliza.